Leo tulianza na ndugu yetu Musa kutoka kule Dodoma. Musa kutoka kule Dodoma, naye anaikuwa anaulizia kwamba iwapo kwamba msafiri amesafiri safari ambayo inamruhusu kukusanya sala na kupunguza, kwa maana hiyo anapata ruhusa ya kupunguza sala na kukusanya sala safari hiyo. Sasa baada ya kusafiri akafika sehemu ambayo aliyofika, mfano akapiga mfano kwa mfano Tanzania, akaenda Morogoro. Sasa hivi kuna usafiri kutoka Morogoro takribani saa 1:30 masaa 2 kasoro hivi unakuwa umefika Morogoro, na ni masafa ambayo kwamba sheria inakuruhusu kupunguza sala na kukusanya. Sasa umefika Morogoro, ukasali sala ya dhuhuri, wakati wa dhuhuri ukasali sala ya dhuhuri na ukadimisha sala ya alasiri. Kwa hiyo alasiri ukaisali jamu takdimi. Sasa anaulizia kwamba baada ya hapo ukasafiri kurudi Dar es Salaam, ambayo ni nyumbani kwako. Unapofika hapo baada wakati wa alasiri ndio umeingia uko ndani ya saa wakati wa alasiri, je, utalazimika kuisali tena sala ile ya alasiri au inatosheleza kusali kwako kulipokuwa safarini? Tunajibu kwa kusema kwamba naam, ni kwamba maadamu umeshaisali ukiwa katika safari, basi sala hiyo iliyokwisha sali inatosheleza kwa sala yako, na hautowajibikiwa na kusali tena sala ya alasiri, isipokuwa iwapo kwamba utakwenda msikitini au utakuwa karibu na msikiti, watu wakaadhini na wewe unafahamika Muislamu, basi ni vyema ukasali nao, ili wasiji wakaondoka na kutuhumu kwamba mtu fulani hasali. Hilo ni kupendezesha, lakini sala uliokwisha isali basi inakutosheleza.